Hello. Habari zenu wote. Hope kila mtu ako poa. Leo ningependa kusaidia ama kupeana ushauri kuhusiana na mambo fulani very important sana. Na ushauri huu ni kwa upande wa wanaume wenzangu. Kwa sababu wanaume wenzangu nimesikia malalamiko sehemu tofauti tofauti na nimesikia story aina mbalimbali sana. Lakini nafikiri vijana wengi ama watu wengi hawakuishi na wazee ama hawakukaa na wazee kwa hiyo miaka yao wakikua. Kuna sehemu muhimu sana, na hii sehemu lazima uwe na ujuzi wa hali ya juu ya kuhusiana na mwanamke. Kwa ule ujuzi ambao nilikuwa nataka kusema kwa advice wanaume wenzangu ni kuhusiana na mwanamke. Ni kuhusiana na mwili wa mwanamke. Mwili wa mwanamke uko na triki kubwa sana. Most wanaume wengi utasikia kilalamika mwanamke labda ni mkubwa huku chini, ama labda ako na maji, ama pengine labda kuna vile hafeel test vizuri ya mwanamke. Kwa ushauri wangu najaribu kushauri wanaume wenzangu. Mwili wa mwanamke uko na triki kubwa sana. Kama hauna experience enough, kama haukupewa mafunzo na wazee kipindi ukiwa kijana, lazima utakusumbua. Mwili wa mwanamke ama mwanamke yote, hakuna mwanamke mkubwa ama mwanamke mwenye mwili mkubwa huku chini. Mwili wa mwanamke yote ni midogo, na yote inawezekana kufunguka kulingana na kiwango cha mwanaume vile yako. Kwa sababu mwili wa mwanamke unatoka mtoto. Lakini ni kwa nini unatoka mtoto, na ni kwa nini pia mwanaume anaweza kumuingia mwanamke na akamtosheleza na ikalingana size. Number 1, tazitaja. Mwili wa mwanamke hautaki mbio ama speed ama papara. Mwili wa mwanamke unataka step by step. Mwili wa mwanamke hautaki maneno machafu. Mwili wa mwanamke unahitaji maneno mazuri, kujua jinsi ya kumuongelesha mwanamke, kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye hasahau kitu. Kimuongelesha vibaya, ile siku unakuja kulala naye bado anakumbuka kile kitu ulimuongelesha kibaya. So na mwili wa mwanamke una communicate sehemu kubwa sana na hormones.